Karibuni ndugu watazamaji wa Kibenga TV. Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza habari zetu za kila siku. Tutakwenda tu kuwazungumzia ama kuwaletea habari iliyoko kama vile sentence ya mapigano ama jinsi gani activities ilienda kupitikana kuanzia hiyo jana tarehe 10 na hata juzi tarehe 9 Aprili mwaka huu tunao. Na habari hizi zitaenda kuhusikana na hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na kule takwenda kuanza mara moja na tarafani Kalehe ambako ni takriban miji 12 ambayo ilikuwa ikiwa chini ya wahasi wa M23, ndio ambayo imeweza kufanikiwa kugombolewa na wapiganaji wa Zalendo baada ya mapigano makali yaliyoanzia tarehe 9 Aprili hadi jana tarehe 10 Aprili mwaka huu tunao katika vijiji huko tarafani Kalehe. Na kwa mujibu wa duru zetu tulizonazo nasema kwamba wapiganaji wa Zalendo ambao walipigana huko ni pamoja na majenerali ambao ni Bahigi Maguru wa APDC, Kirikicho Marimba wa Kopako na hata Generale Haguma Mike wa MCDPN. Na tutoe pongezi kwa kazi ambayo wazalendo hawa walikwenda kuifanya. Na pale Nyangezi huko jimboni Kivu Kusini, hii itakuwa ni katika tarafa la Walungu. Inasemekana ya kwamba baada ya mapigano ya jana, kwa sababu inasemekana eti wahasi wa M23 walitaka walishambulia ngome za wapiganaji wa Zalendo katika mji wa Nyangezi hiyo jana tarehe 10 Aprili mwaka 2025 na kushindwa kabisa na wakashindwa kufanikiwa kuwatikisa. Lakini wazalendo hawa walipojaribu kujibu mapigo au kujibu mashambulizi, walifanya kazi nzuri na kufanikiwa kudhibiti takriban kiasi kikubwa sana sasa cha wazalendo, na inathibitishwa ya kwamba wazalendo ambao walipigana pale Nyangezi ni wa chama cha VDP. Pale tarafani Kabare Alhamisi hii Aprili tarehe 10 mwaka 2025 kumeripotiwa milio ya risasi kadhaa iliyosikika mapema asubuhi karibu na Chivanga Chombo, mchana kutokea mlipuko mikali ya VDP wazalendo na vikosi vya M23, na huku duru zingine zikisema ya kwamba uwanja wa ndege wa Kavumu kwa sasa hivi umekuwa ni eneo la uporaji na vurugu tu kwa siku kadhaa, wakati mwingine ukiachwa na wahasi wa M23 wanaokwenda kuwasaidia wenzao walioko kwenye mapigano. Yani wakitoka pale wale wapiganaji wa M23 wakitoka pale kwenye uwanja wa Kavumu na kujielekeza kwenye uwanja wa mapambano ili kusaidia nguvu wenzao, inasemekana kwamba wakahaji wa pale huwa wanaingia pale kwenye uwanja wa ndege na wanaanza kupora baadhi ya vitu ambavyo watavipata kutokana na uwezo wao. Na wahasi wa AFC M23 wameonyesha wasiwasi wao kufuatia yani walichodai ya kwamba ni ukiukaji mkubwa wa mara nyingi usitishaji wa vita na haki za kibinadamu unaopangwa na utawala wa Kinshasa kupitia wazalendo hawa. Unajua kila mara hawa watu wakipigwa hawakosagi kitu ambacho waga wanataka kusema ili kuonekana kwamba wao wanaonewa. Hii itakuwa ni kwa sababu wazalendo hawa walifanya mashambulizi na kufanikiwa kupiga baadhi na kubomoa baadhi ya ngome za wahasi wao walioko katika jimbo la Kivu ya Kusini, ndo wakaona iwe vema watoe madai haya ya kusema eti serikali ya Kinshasa haiheshimu cessez-le-feu. Na habari zingine au story nyingine ambayo tunaweza tukaongelea itawe kwenda kumhusu mkuu wa majeshi katika nchi ya Uganda. Mkuu wa majeshi ambaye ni mtoto kabisa wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, anaitwa Muhoozi Kainerugaba wa rais Museveni, ama mkuu wa majeshi nchini Uganda
Muhoozi Kainerugaba siku hizi amekwenda kulalamikiwa sana na baadhi ya Wakongomani kwenye mitandao ya kijamii tofauti kutokana na kile ambacho huwaga anaposti kila siku kwa matamshi ambayo huwaga anaongea ambayo kwa mujibu wa baadhi ya Wakongomani ni ya kuidhalilisha Kongo na kujifanya kama vile ni mtu ambaye yeye ndiye anamiliki Kongo. Hiyo jana kuna posti yake ambayo alikuwa ameposti katika ukurasa wake wa mtandao wa Twitter, na alikuwa ameandika kama ifuatavyo, na nukuu: "Nimeamua kusimamisha operation yetu ya kukamata jiji la Kisangani. Hili ni chungu sana kwangu, kwa maana sijawahi kushindwa kufikia lengo la kijeshi maishani mwangu." Yani ukisikia ujumbe huu, alikuwa anasema ya kwamba anasikitika kuona jinsi gani mpango wake wa kutaka ama wa kukadiria kushika jiji la Kisangani umepiga ukuta, na yeye kabisa amechukia kwa sababu hajawahi kushindwa kabisa, hajawahi kushindwa kivita, akipanga yani kijeshi ama kivita fike sehemu fulani ni sharti apafike, lakini kwa bahati mbaya inaonekana kama vile haitowezekana tena. Na watu wakasema yani hapo itakuwa ni vizuri, maana watu wengi wa Kisangani walikuwa wameshakuwa kwenye wasiwasi kusema ya kwamba serikali ya Kongo, majeshi ya Kongo na jeshi ya Kongo pia FARDC wanatumika sambamba au kwa pamoja na jeshi la Uganda UPDF katika operation Shujaa. Lakini sasa hiyo operation Shujaa itakuwaje tena huyo Uganda awe mwenye kusema ya kwamba anataka kuvishika yani kushika miji mingi kama vile Kisangani? Alikuwa amesema atashika pia Bunia na hata Butembo. Kwa hiyo watu wengi wakazi wa kule walikuwa kwenye mahangaiko na wasiwasi mwingi sana, na walipoona hii posti walikuwa kama vile ambao wamefarijika, lakini kwa mshangao baada tu ya madakika machache mkuu huyu wa majeshi wa Uganda Bwana Muhoozi Kainerugaba akapanda tena kwenye mtandao wake wa Twitter na kuandika kama ifuatavyo, na nukuu: yani kwa ujumbe huu akaonyesha kwamba alichokuwa ameandika hapo awali ilikuwa ni kutokuelewa ujumbe ambao alikwenda kusikia kwenye redio. Yani alivyosikia habari kwenye redio alifikiria kwamba baba yake Yoweri Kaguta Museveni amemkataza asishike jiji la Kisangani, lakini alivyofuatilia vizuri akakuta kumbe ni yeye ndiye hakusikia vizuri, ila baba yake huyo amemruhusu kukamata mji wa Kisangani. Sasa kauli hizi tena zikaibua minong'ono na wasiwasi katika jamii nyingi za Kikongo, hususan watu wa kule Maituri, kule Chopo na kando, yani hawakufurahishwa na kauli hizi, na kitu ambacho kinashangaza mpaka sasa ni kwamba wakati wote ambao mtoto huyu wa Museveni huwaga anatoa matamshi ya kulagai Kongo, ya kutishia Kongo, ya kutaka kujifanya kama yeye ndiye ambaye anamiliki eneo la mashariki mwa Kongo, serikali ya Kongo haijawahi hata siku moja kutamka neno labda la kumkataza wala la kumstaki. Yani kila kiongea wao wanaona na wanachukulia simple tu, hawaongei, wanakaa kimya mpaka watu inakwenda katika raia wanakuwa na wasiwasi kusema ya kwamba je, hivi ni Museveni ndiye ambaye anatawala Kongo ama vipi? Itakuwaje jeshi la taifa la Uganda ongea linavyotaka kuhusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alafu viongozi wa kidemokrasia ya Kongo wao wabaki kimya tu wakiangalia. Na tukumbushe kwamba hata siku za nyuma kiongozi huyu wa jeshi la Uganda UPDF Bwana Muhoozi Kainerugaba aliwahi pia kumtishia rais wa governor wa kijeshi wa jimbo la Ituri ya kwamba yeye akikanyaga Ituri kwa kutoka kwake Uganda, akifika Ituri, kitu cha kwanza ambacho atakachokifanya ni kumfunga gavana huyo wa kijeshi wa jimbo la Ituri. Sasa itakuwaje
jeshi linalotoka nje ya nchi lije lifunge, yani limfunge mwanajeshi mwingine ambaye ni wa Kongo, afu tena ni governor. Sasa haya ni madharau nini? Sasa maswali ni mengi ambayo yanakwenda kuibuka katika mioyo ya Wakongomani. Kwa hiyo haya ndo machache ambayo tuko tumewaandalia ndugu watazamaji na mashabiki wa Kibenge TV. Tukutane kwa majaliwa. Hii ni Kibenge TV.